kazi kuiba wake za watu na wezi. Watu wakisema msikitini nafanya hivi, nafanya hivi. Astaghfirullah. Astaghfirullah. She, imamu wa msikiti. Huyu kachaguliwa msikiti. Nainuia nazi hii kuanzia leo Mama Mariam anisikilize lolote nitalomwambia. Watu wakisema msikitini nafanya hivi, nafanya hivi, wao Mama Mariam asielewe lolote. Na kuanzia leo nipige pombe, na kuanzia leo nizini, mademu niwachukue, mademu wazuri kuanzia leo. Na kuanzia leo msikitini nitachozungumza wanisikilize. Na kuanzia leo niwamalize mtaa mzima. Na nuia nazi hii na naipiga kwa sasa hivi. Naomba nifanikiwe hichi mnachokitaka. Astaghfirullah. Astaghfirullah. She, imamu wa msikiti, unatuswalisha sisi, unavunja nazi tena mchana kweupe hadharani. Siamini macho yangu kwa kweli, yani siamini kabisa. Yani nyinyi ndio watu wa kwanza kutongoza sisi. She, unaswalisha msikitini, unatuswalisha watu wengi, unatongoza sisi, lakini leo hii unafanya uharibifu. Mwanangu Gesta. Mampenzi kanisafisha chumba kizima ninavyokuambia. Usiniambie. Yaani kaniacha mkeka na nguo tu. Nakwambia kanitia ghadhabu kiasi cha kwamba kanifanya mpaka nirudie ushenzi niloamua kuacha nyuma, kanifanya sasa hivi bwana niwe mshenzi tu mwanangu ninavyokuambia. Wewe kaenda wapi? Najua. Afu mchumba nyewe mimi nilikutana naye kwenye midundo tu. Sio kama najua ndiye anapokaa sipajui. Nabo. Ila pia sio mbaya. Mimi najua nitamkamata ama zangu popote pale nitakapomgumia. Wewe inabidi tumtafute. Nitamkamata, ila mimi nataka nifanye swala moja. Mimi nataka nipite na mtoto wa Shemshenzi. Imkewe pia nipite naye. Yule mzee. Yule Shemshenzi yule. Inabidi atafutwe. Sio atafutwe yeye sasa. Mimi napita na mwanae ninapokuambia. Sasa sikiliza changu. Inabidi atafutwe, akamatwe, aletwe magetoni. Sasa kumbe nini? Aletwe magetoni hapa. Mimi ndio maana mwanangu wewe sikupingi. Asomee kesi. Na wewe unashauri vitu ambavyo nakuelewa. Wewe asomee kesi babu kubwa. Shemshenzi pia simwache. Yaani mimi nataka nisafishe kile kitambo. Yaani mtaa huu sasa ngoja niwaonyeshe kama mimi ni mshenzi yeye asumbui. Oya, wameakanyaga kwa madudu lingani babu. Usiongee sana, inabidi aletwe hapa. Alafu sasa kuna nimepita kati hapa, nimekutana na mchumba mmoja simuelewelewi, yule mchumba siji mgeni hapa. Yaani sijamuelewelewe. Kuniona mimi tu mwanangu. Naona kavua viatu, ananiandafia, anarudi kwa kuwema, anaogopa, kakimbia. Mimi mpaka najishangaa mwanangu nanuka au vipi? Sasa unajua madudu lingani mwanangu akiangalia anaona sasa wewe dudu lingani akiangalia anaona kabisa wewe. Sasa mtoto simjui yule mtoto yule. Ukoje? Pamba hivi, si mgeni maeneo haya. Itabidi wewe na utakuwa nimemuona hapa mtaani hapa juu. Analandalanda. Kaniandafia mimi nimeshangaa ujue kuniandafia kwake kule. Wewe unasema madudu lingani lakini yule mchumba mwaka kaniandafia sana kama mtu ambaye muuaji hivi. Yaani wewe mwenyewe ukijicheka hata ujione kama dudu lingani inaonekana tu kicha yangu. Hata ukitembea najua kabisa kwamba hata mtu badi huyo hapa. Si unajua? Unaamini ushirikina ina maana? Haki ya Mungu. Siamini. Yaani siamini kabisa. Yaani siamini kabisa. Kweli wewe ndio wa kwanza kwenda motoni. Wewe ndio wa kwanza kwenda motoni kwa sababu hayo unayoyafanya hayafai, hayastahili kabisa kwa mwanadamu yoyote kufanya upumbavu kama unavyofanya wewe shehe. Tena wewe shehe wa msikiti. Haki ya Mungu. Inasikitisha jamani. Kweli? Kweli au macho yangu? Yaani siamini. Siamini macho yangu. Yaani shehe kama wewe, shehe wa msikiti, imamu ambaye tunakuamini, leo hii unafanya mambo ya zalani, unavunja nazi. Unaamini ushirikina. Vitu kama hivi havistahili. Ninyi ndio watu wa kutuongoza sisi, wa kuongoza watu ambao wanapotea, lakini si kwa wewe imamu unayeswalisha, tunakufahamu vizuri ukafanya jambo kama hili.
Akia Mungu shehe wangu unakosea. Yaani unakosea kabisa. Haistahili kufanya hivi. Sisi ilistahili kufuate wewe, lakini wewe unatupotosha shehe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Astaghfirullah. Baragashia kichwani, kanzu safi mwilini, waumini misikitini walijua na imani, kumbe mbwa mwitu huyo amejificha kondoo. Shehe mshenzi huyu hapa. Baridi. Sema kwa vile sisi pipo nini ndio vile tutakutana nao. Baridi. Wanachotaka ndio vile. Sema ndo kama hivyo mwanangu Geza. Hapa kama nilivyokupanga mitikasi. Hakuna kupoa mwanangu. Umeona mwanangu? Hapa show yote hapa kama nilivyokupanga. Mimi napita na mtoto wa Shemshenzi, namaliza na mkewe. Yaani ile adhabu hiyo ninao moyoni. Oya ndio vile. Yaani kiasi kwamba naona mchumba kuondoka, sababu pia inachangia Shemshenzi pia kanichangia mama mtoto kuondoka ujue. Oya babu pia wafanyiwe tu. Oya mimi naingia ndichi nikigeuka mwanangu. Yaani show hivyo. Alafu sasa hivi ushenzi. Oya machafuko vile vile tu. Ibela sebena. Nakupa unamaliza. Vile sebena ibela mwanangu. Oya mandonga mtukazi komando kipenzi tu. Tunaenda nao. Seleka mwanangu. Imeisha mwanangu. Oya chafu kama sisi hatushindwi kicha wangu. Oya watafly na sisi show zetu. Oya pi. Oya usiwaze wala usikonde wala usijutie kicha wangu. Vile gula shingo gula mbavu tu. Yaani mpaka wenyewe watakoma yani. Kwamba ajue sema dulingani bado tupo kwenye ubora vile. Karibu tu. Oya babu, madudulingani ndio zetu mwanangu vile mwanangu. Oya babu. Nakwambia usiwaze usijutie. Babako si unanikubali? Oya mimi mwanangu katika rafiki katika mji huu. Umenikubali babako? Oya. Sikupingi. Wewe, madubwasha yote hapo, mazana yote hapo. Oya babu, sikupingi. Wewe umechoza vita mwanangu. Oya pi. Mimi nimekuja hapa ndo nacheka. Sasa utafurahi na kufurahisha. Show zako zote zitaenda hizo mani. Usiwala never die mwanangu. Ndio wale mwanangu utafurahi sana na mimi mziki wangu. Muziki nagwa miguu ya shingo miguu ya mbao. Muda wote mimi nikikupigia simu nikikutafuta wewe livae. Usiwaze cha. Utafurahi. Baridi mwanangu. Baragashia ki Ida nini? Nimekutana na Popa. Popa? Umeona naye wapi? Nimemwona hapo mitaa mbele. Sister nakwambia hivi nikikutana na Popa ama zake ama zangu. Naomba usije ukafanya hivyo. Lazima unajua ukatili wa Popa. Mariamu mwanangu, umefuata tabia chafu za baba yako, unanidharau mama yako. Unanifanyia vituko moyo mama, unaumia, navumilia mambo ya siri.
Popa? Kipindi tupo watoto? Tafadhali, niko chini ya miguu yako. Naomba usije kukutana na Popa. Ukatili kafanya sisi tupo watoto sister, sasa hivi tushakuwa watu wazima. Kwa nini sasa hivi tunaogopa kama hivyo? Lakini mimi sitaki nikupoteze kakaangu. Sister ushaniambia, lakini mimi siwezi kukubali jambo hilo. Nikikutana na Popa lazima tugawane majengo. Mariam. Bwana, hebu sasa. Yamekuta wapi mwanangu? Haya yote kayataka kakaangu. Kwa kutokuwa kwa baba bora. Ona sasa leo madhara yake. Wewe bwana kwa baba bora kwangu. Hapo sasa tutaweza wanafundisha tu. Yeye kwa kaka yako tapetambi. Kazi kuiba wake za watu na wezi. Hebu nyanyuka tuondoke nyumbani. Twende nyumbani. Sisi bwana. Nyanyuka twende nyumbani. Hapa ni familia na kule. Hebu twende. Yeye anapeleka wapi mpenzi wangu? Unanifanyia vituko moyo mama, unaumia, navumilia mambo ya siri. Mariamu mwanangu, umefuata tabia chafu za baba yako, unanidharau mama yako, uniheshimu. Unanifanyia vituko moyo mama, unaumia, navumilia mambo ya siri. Wewe, mama tu. Unaenda wapi? Nielekea huko. Njoo, tulia. Tulia. Nisamee. Tulia kimya. Upashokuwa tulia. Unanisumbua, tulia. Nisamee nini? Yangu lakini kaka. Tulia. Naomba simu yangu kaka. Nakupiga tumbo wewe. Naomba simu yangu. Nitakuisha pagawa hapo nipo sielewi. Sielewi shapagawa. Mtu mwenye maisha haya shapagawa nitakuharibu sasa hivi. Sifagili utumbo, usifagili kitu chochote. Tulia. Au kuharibu. Hapana. Potea, usipite tena njia hii. Nishapagawa kama mlikuwa mjui mimi sifagili chura, sifagili nani. Mariamu mwanangu, umefuata tabia chafu za baba yako, unanidharau mama yako, uniheshimu. Unanifanyia vituko moyo mama, unaumia, navumilia mambo ya siri. Afadhali nilivyokutana na wewe hapa njiani. Maana huyu mtoto ameharibika vibaya mno. Na sijui hata eleni zake tumezitupia wapi. Wewe, zangu wewe imenosha ngapi? 5,000 zile mwenyeana. Nakula huko. Nashukuru sana maana bila wewe sijui mwanangu kingemkuta nini. Maana ameshafikia hatua mpaka kunywa pombe. Analewa kiasi hicho. Nihuzunisha. Sasa wifi, nisikie nikwambie. Niko nakuomba kama unaelekea nyumbani ongozana naye tu, maana mimi niko na safari zangu naelekea huko mara moja. Kisharudi na huko nitapitia hapo nyumbani kwenu wifi yangu. Maana huyu mtoto anatia aibu vibaya mno. Sawa wifi, nashukuru. Unanifanyia vituko moyo mama, unaumia, navumilia mambo ya siri. Mariamu mwanangu, nini kimekupata mamangu? Mwambie alisha zangu. Mbona hivi jamani? Nikienda huku matatizo, nikirudi huku matatizo, mimi mgeni wa nani Mungu wangu ya Rabbi ya huruma mimi. Mwanangu umeamua kunywa pombe. Umeamua kunywa pombe kabisa. Wewe stare yangu.
Tabora kale pombe ufarani. Mimi nifanye nini? Bibi ya Rabbi? Kosa langu nini mimi jamani? Au umeamua nipitishe kwenye mapito kama haya baba yangu? Mariamu mwanangu, umefuata tabia chafu za baba yako. Unanidharau mama yako, uniheshimu, unanifanyia vituko moyo mama, unaumia, navumilia mambo ya siri. Mariamu mwanangu, umefuata tabia chafu za baba yako. Unanidharau mama yako, uniheshimu, unanifanyia vituko moyo mama, unaumia, navumilia mambo ya siri. Mshenzi huyu kachaguliwa